kwa nguvu. Mungu asante kwa sababu ulikuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu Bwana umeendelea kututendea. Asante kwa sababu ulikuwa pamoja nasi miaka yote, lakini specifically mwaka 2026. Mungu tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu Bwana hujatuacha
Watoto wako asubuhi ya leo tunakusanyika mahali hapa, ukae pamoja nasi Bwana. Tunatambua pamoja nasi, tunatambua Bwana kwamba unatupenda, lakini Mungu tunatamka mbele zako ya kwamba wewe ni Mungu wetu. Ipo miungu mingine, lakini Mungu hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu wa miungu. Tunakushukuru kwa baraka zako, tunakushukuru kwa neema yako. Asubuhi Bwana, unapotupa kibali kukusikiliza, ukae pamoja nasi, ukatembee na sisi, ukatusaidie, ukatukirimie neema yako, ukatukumbuke Bwana pale Bwana ambapo hatukufanya sawa sawa. Mungu ukapate Bwana kuturehemu na kutukumbuka. Neema yako na fadhili zako zisitupungukie tangu sasa na hata milele. Amen. Mshangilie sana Bwana. Sasa nisikilize. Wakati tunamwambia Mungu kwamba tunatamani kwenda shukrani ya nusu mwaka, Bwana anasema hivi, utaishi ukitazama. Na tunamwamini Mungu ya kwamba utaishi ukitazama. Tamani tuimbe wimbo huu wa tenzi kwa muda mfupi sana, lakini usiimbe tu. Nataka maanisha mwambie Mungu kuanzia Julai, Agosti, Septemba,
Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba, ya kwamba utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe kwenye madhabahu yake leo. Aliyenasikia asikie neno hili ambalo Bwana ananena. Ni ujumbe wa Bwana. Ramandara korabasa karamanda. Ikawe Bwana rimandara baba. Hey. Karabasa karamando. Hata kama kunabariki kiasi gani, sisi tunamwambia Mungu asante, tunamshangilia mwamba wa ufalme wetu. Yeye ni Mungu mwema sana. Mungu ametupa neema sana kukutanika tena leo. Leo ni Jumapili njema sana, na Mungu ametupa kibali kikubwa cha kuwa na ibada hii njema sana hata kufika tu hapa. Na Jumapili kwetu kwa mujibu wa kalenda ilikuwa inahusiana na somo la upendo, lakini leo tuliomba tuwe na siku maalum ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya miezi 6 ambayo tulipita nayo, na kumuomba Mungu zaidi kwa ajili ya miezi 6 ijayo. Tulipaswa kufanya Jumapili ile ya kwanza kabisa mwezi wa 7, lakini kwa bahati nzuri, maana hamna bahati mbaya kwa Bwana, tulikuwa tunashughulia vijana wetu sikukuu nzuri kabisa.
Kwa hiyo Mungu ametupa neema kubwa sana, na mimi natamani sana uone wanyama. Lakini kama tutaendelea, nashukuru sana Mungu kwa ajili ya wewe, kwako wewe binafsi ambaye umefika kipindi hiki kidogo cha mwezi wa 6 wa 7. Tumekuwa na mahudhurio kidogo yameyumba, nafikiri tumekuwa tukiogopa baridi, na sisi baadhi ya watu labda siku mbele ya dunia tunaangalia mpaka asubuhi tunamsahau Bwana. Lakini wewe uliyefika, Mungu akubariki sana. Na Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, yote vingine vyote vitazidishiwa. Kwa don't miss a church kwa sababu ya jambo lingine lote, kama sio la kidharura usikose kanisani. Kwa hiyo nakupongeza sana kwa kufika, mtoto wa Mungu, na usikose, God is watching you. Na mimi naamini katika kila hatua unayokuja kanisani, basi Mungu kuna kitu anakuongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kipekee sana pia niwashukuru watoto wangu wa Idom pale Mantis. Niliwaambia with late appointment, lakini kaambia bana mwalimu tutakuja. Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Na Ijumaa ijayo tutakuwa tuna mkesha mkubwa pamoja nao pale kanisa la African Land Church kwa ajili ya kufunga semester. Tunaomba, kwa hiyo unakaribishwa kupata muda tu uombe, tu mshukuru Mungu. Sio uje uombe, uje uombe, want to pray. Ndio kwa specifically pia kwa ajili yao wanapoelekea, wengine kwa mwaka 3, wengine ndio wanaenda mwaka 2, Bwana kawakumbuke. Mungu ni mwema sana. Lakini pia kipekee baba mchungaji, kwa ruhusa yako nimeona mwalimu Mkumbo, the beautiful brother of ours and our leader kwenye walimu. Naomba nikusalimie. Karibu bwana Mkumbo, karibu mwalimu. I have your grace. I have your grace, I have your anointing. Karibu salimie. When we meet this young lads ambao wanampenda Bwana, tunamshukuru hakika. Karibu sana. Na huyu jamaa inabidi kama mwaka hujaisha, moja ya mambo yetu pia aje kwenye semina Amina. Karibu sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Ninamshukuru Mungu. Sijajua mtumishi amenionaje, napenda kukaa kule nikifika. Kwa kweli tangu mwaka umeanza kwa mchungaji, mimi sijasali hapa ushirika kabisa tangu mwaka umeanza. Na tumekuwa na ratiba mfululizo tangu mwezi Januari. Tumezunguka mikoa mingi kweli. Na mwezi wa 7 tulikuwa mkoa wa Dodoma. Tulikuwa na semina ushirika wa Mkuungu, na baadaye tukawa na kongamano la vijana festival, na baadaye tukawa na semina Koeni, na jana tulimalizia na kongamano la wafanyabiashara na wawekezaji hapa Dodoma, ambalo liandaliwa na mtumishi wa Mungu Walimboka Mwaipopo na kamati yake. Na tukaona leo tuje kwenye ibada, na tunashukuru kuta ibada ya kumshukuru Mungu pia, kwa sababu na sisi tuna mengi ya kushukuru, kwa sababu kuanzia wiki ijayo tunaanza mizunguko tena. Tunaanzia Shinyanga, tunaenda Kahama, tunaenda Dar es Salaam, tutakuwa Arusha, tutaenda Kilosa, tutatoka ya Chalinze, baadaye tutarudi Sanya Juu kule Kilimanjaro, na baadaye tutarudi tena Dar es Salaam, na baadaye tutatoka tutaenda Mbeya, tutarudi tena Arusha. Tutakuwa na mizunguko hivyo mpaka mwakani tena tutakutana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninashukuru kwa namna ambavyo unaendelea. Mungu azidi kuwatia nguvu, Mungu azidi kuwawezesha. Na mimi binafsi nashukuru leo nimekuja tatoa sadaka kwenye bahasha yangu kabisa, yaani nikiwa nimeishika mkononi hivi, maana mwaka mzima nakuwa natumaga tu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na mtumishi wa Mungu wa mbinguni akubariki. Ujumbe mmoja tu, watakatifu wa Mungu, Yesu yuko karibu kurudi. Mambo yanabadilika, ulimwengu unabadilika, kila kitu kinabadilika. Angalia vizuri, soma maandiko matakatifu, jifunze neno. Mtumishi wa Mungu amesema kusikombe la dunia hapa. Maybe wana mambo mengine unaweza kuwa busy sana kutazama, lakini usiache kutazama na mafundisho. Tazama na mafundisho ya neno la Mungu. Wadhani hapo kuna amani, ndipo uharibifu waje hapo. Watakuwa wengine shambani, wengine watakuwa sokoni, wengine watakuwa wakilima, wengine wakilisha,
awabariki, ninawapenda. Mama Mkumbo tuko naye hapa, yeye amesafiri, yuko Dar es Salaam kikazi. Mungu wa mbinguni awalinde. Amen. Ndio tukikamilisha mwalimu lazima awe pia na neno. I have your grace sana. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema. Leo alumni mmoja wapo pia amekuja. Tunatamani sana, na Mungu ametupa huu wito. Tunatamani kila baada ya angalau miezi mitatu wale wote ambao wamewahi kupita Mwangaza tunajumuika nao. Kama tutakuwa tunatangazia ratiba mapema. Tumshukuru Mungu kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, leo ni siku ya kipekee ambayo tunatamani tujifunze kuhusiana na ufupi sana kuhusiana na shukrani. Hebu mwambie jirani yako shukrani. Mwambie tena shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Tumepitia mambo mengi sana kuanzia Januari, na Mungu ametupa neema nyingi sana kwenye maisha yetu, lakini either by individual tunamshukuru Mungu, it is very good, lakini kuna watu wengine huwa wanajisahau pia kumshukuru Mungu. Na mimi leo natamani nikukumbushe kuhusiana na shukrani kwa Bwana, lakini pia tuone namna ambavyo tunaendelea kuombea hizi miezi inayofuatia. Unaendaje mbele za Bwana bado hujashukuru? Wewe mwenyewe ukiwa tu katika hali ya kawaida tu ya kibinadamu, ukimfanyia mtu jambo la kibinadamu tu, ikiwa hajashukuru, wakati fulani moyo wako unapata shida kidogo. Sasa the same thing ni lazima tu apply tabia hiyo kwa Mungu wetu. Na mimi leo nataka tuongozane kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 116 mstari wa 12 mpaka 14. Zaburi sura ya 116 mstari wa 12 mpaka wa 14, ambapo mtumishi ametokea pale. Natamani uone namna ambavyo unapaswa. Biblia inasema, tusome wote kwa pamoja. Nimrudishie Kwanza ni swali hilo. Jiulize tena, twende. Twende. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the question you should ask yourself. Ni swali ambalo lazima ujiulize wewe mwenyewe. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Kabla haujawa na tabia ambayo ni kawaida ya sisi wanadamu, kwenda mbele za Mungu kuomba, kwenda mbele za Mungu kwa mahitaji yako, kabla ya chochote, ask this question ambayo Daudi anatoka kwenye Zaburi. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Kwa lugha nyingine anakuja kwenda kwa kusema hivi ninastahili kwa mambo ambayo Mungu amenitendea. Ndio maana Daudi pia kwenye 120 anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami, basi Israeli na aseme sasa. Maana yake tuulize watoto wa Mungu tulioko Mwangaza, tumrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake aliyotutendea? Ukijiangalia kuanzia Januari na hata kabla ya Januari, mambo mengi ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yako, you could ask this question properly, ya kwamba umestahili afya njema, umestahili kuwepo mpaka saa hizi, umestahili jambo lote. Utagundua uko hapa ni kwa sababu ya neema tu, na kwa sababu uko kwa ajili ya neema, mstari wa msingi ambao lazima ujiulize, swali la msingi ambao lazima ujiulize, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake alionitendea? Na ndio maana mbele akaenda akasema, nitakipokea kikombe cha wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze na uwe na tabia ya kumshukuru Mungu kutokana na maisha yako kwenye mazingira mbalimbali ambayo yanapita. Na mimi natamani sana ujifunze leo ya kwamba umrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake aliyokutendea. Lakini sio tu ukarimu, nitakufundisha kwa mbele mambo mengi sana. Hata kwenye magumu, hata kwenye chochote, bado Mungu anapaswa
kushukuriwa kwa sababu yeye ni Mungu wako, yeye anakuwazia mema, yeye anakujali, yeye anathink sana about yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka twende taratibu. Daudi anauliza, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wa alionitendea? Lakini mimi nataka nikutransfer zaidi, sio tu ukarimu. Wakati fulani umrudishie Bwana nini kwa aliyokupitisha kwenye mambo magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nyakati ulipita ukadhania kisova. Kuna nyakati ulipita ukasema haya mambo yameniishia. Lakini Wathesalonike anasema hivi, nitakusomea hapo kwa ajili ya preview. Anasema Wathesalonike wa kwanza 5:18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu kwenu. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kawaida ya wanadamu kutaka kumshukuru Mungu kwa sababu ya mazuri tu, kwa sababu wanashukuru, yes, mtoto wangu amepata marks nzuri, nashukuru, it is good, na hiyo ndio ndio nasema kwa ukarimu. Lakini pale ambapo mambo yalienda kinyume cha matarajio yako, unafanyeje? Watu wengi sana ambao wana option ya kumlalamikia Mungu badala ya kumshukuru. Ndio maana Daudi anatoka mtego mgumu sana. Ayubu anatoka mtego mgumu sana. Waga nikisomaga mpaka natetemeka. Anasema katika mambo yote Ayubu akufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, Ayubu alikuwa anajaribu pamoja na matatizo yake, hakuthubutu kutokushukuru Mungu, aliendelea kumshukuru Mungu. Maana yake wewe ulipopita kwenye magumu, ulifanya nini? Na kwa msingi huu, Mungu anapaswa kushukuriwa wakati wa furaha. Mungu anapaswa kushukuriwa wakati wa huzuni yako. Mungu anapaswa kushukuriwa wakati wa mawimbi. Mungu anapaswa kushukuriwa wakati wa jambo lolote limekukuta kwenye maisha yako. Bado yeye anabaki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja watoto wa Mungu. Tunakwenda pamoja. Wanadamu wengi huwa tunajitahidi kumshukuru Mungu. Lakini unamshukuruje? Unafanyaje? Wewe umepita kwenye magumu, umepita kwenye mazuri, umepita kwenye chochote, Mungu anabaki kwa Mungu. Januari tulikwendaje? Februari tulikwendaje? Mpaka mwezi wa 6, ni mambo gani ambayo Mungu amekupa? Ukumbuke kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja kwa Mungu. Wakati Nuhu ametoka kwenye safina, alipitia wakati mgumu sana, watu watoelewi tu. Nuhu alikuwa na watu wake na jamaa yake na wakwe zake na watu wengine. Mungu anamwelekeza atengeneze safina. Wakati wa safina pakatokea gharika kubwa sana, watu wote walikufa. Akabaki Nuhu na extra watu 7 tu, walisurvive watu 8 tu. Ukiwa ndani ya safina unaweza kaelewa. Hebu imagine sasa hizi mmebaki wewe na familia yako tu kwenye nyumba, hakuna mtu yote, hakuna kitu chochote, msongo gani wa mawazo uliokuwepo. Na mwanzoni pale walikuwa wanasikia na vilio vya ndugu zao, wameteseka kwa kipindi chote kilichopita. Walipomaliza gharika, wakakaa siku 40, wakajiridhisha kwamba mvua imeisha kupitia yule njiwa, maana Mungu alizingua. Jambo la kwanza kabisa ndio lifanya Nuhu, kama mnakumbuka, akamtolea Bwana sadaka ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena Biblia inasema akatoa wanyama safi, na Mungu akasikia harufu nzuri ya ile sadaka, akapa moyoni mwake kwamba sitaangamiza tena dunia. Kwa nini? Kwa maana najaribu kusema nini? Najaribu kusema jambo la kwanza, baraka huwa zinakuwa triggered na shukrani yako.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umepitia kitu gani, haijalishi umepata changamoto kiasi gani, Mungu anabaki kuwa Mungu, na kwa kawaida Mungu huwa ana fix mambo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niende kwenye pati kidogo tu. Niko na introduction nzuri uelewe kwa nini unapaswa kushukuru. Sasa nataka tupeane tips kidogo. Unapomshukuru Mungu, ni mambo gani ya msingi unapaswa kuyazingatia? Unapomshukuru Mungu, ni mambo gani ya msingi unapaswa kuyazingatia? Jambo la kwanza kabisa, mwambie jirani yako kwa Kiingereza, count your blessings. Mwambie jirani yako, count your blessings. Hesabu baraka zako. Kumbuka Mungu alikokutoa. Wewe ukika lazima upate reason. Lazima upate reason ya kushukuru Mungu. Unakumbuka kabisa miaka 5 iliyopita ulikuwaje? Miaka 10 iliyopita ulikuwaje? Wenzako ulioanza nao wako wapi? Kuna wengine sasa mpaka wamekufa. Kuna wengine wameondoka. Lakini wewe Mungu amekuweka hai mpaka sasa hivi. Mungu amekupa uhai. Na huna sababu ya kumshukuru Mungu. Utakuta lazima una sababu ya kumshukuru Mungu. Lazima utamwambia Mungu asante. Lazima utamwambia Mungu lazima nifanye kitu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja nilialikwa kanisa moja, na nilipofika pale nikasikiliza. Sasa mimi pia mtu wa uchumi. Waga nikifika kanisani kuna mambo ya msingi nayazingatie pale. Kuanzia namna kanisa lilivyo mpaka magari yaliyopaki na yaangalia. Alafu nakaa kwenye kipengele kile cha sadaka pale. Pale kama katibu alikuwa anatangaza pale. Kwa hiyo nasikiliza pale sadaka. Kanisa zuri, lakini kasikiliza sadaka. Hazilileti na kile. Yanza sana ndio kusema sadaka za wiki tunamshukuru Mungu tumepata shilingi 50. Nikakaa nikasema kwa hiyo nikasikiliza ibada ya kwanza sadaka kiasi. Ibada ya pili ndio kabisa bila aibu wametoa 15,000. Tulivyokuwa kwa na mchungaji, nikamuuliza mchungaji, vipi? What is wrong? Kwa nimesikia sadaka kidogo sana. Akaniambia bwana mtumishi, yani hali ni mbaya. Na ndio maana pia hapa of course tutamani kufundisha somo la sadaka na nini. Nikaumia sana moyo wangu. Nikajiuliza sasa, siku nilikuwa tumtata, akasema leo nataka mchungaji naomba pia nikawatembelea wazee wanapoenda kutoa sadaka. Nataka nikaone aina ya sadaka zinazotolewa. Nikaziangalia, afu nikarudi nikajiuliza swali moja. Is it worth ile sadaka unataka kumshukuru Mungu na matendo aliyokufanyia? Nikagundua kitu kimoja, watu wa eneo lile bado hawajajua kuzihesabu baraka zao. Ukijua kuhesabu baraka ya Bwana, hautamtolea Mungu vitu vidhaifu, hautamtolea Mungu vitu vinyonge. Kila siku anafundisha hapa, anasema God does not qualify the quantity of your offering. God qualifies the quality of your offering. Mungu haangalii wingi wa sadaka yako. Mungu anaangalia ubora wa sadaka yako. Lakini automatically kama unatoa sadaka bora au unatoa sadaka kinyonge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoendelea na maisha yako, kumbuka Mungu alikokutoa. Hesabu mambo mangapi Mungu aliyokutendea. Hesabu pale ambapo uliumwa kwenye ugonjwa huo, kuna wengine walikufa. Hesabu kwenye ajali ile, lakini Mungu alikutoa salama. Ukiendelea kuhesabu Mungu aliyokutendea, utapata sababu ya lazima ya kumshukuru Mungu. Count your blessing. Mkumbuke Mungu kwa mambo mengi ambayo amekutendea kwenye maisha yako. Kumbuka Mungu aliyokutendea. Yes, kuna vitu unasema mimi niliomba lakini havijawa, bora kuna wenzangu wamepata. Ndio Mungu amekujibu hivyo hivyo na makusudi yake, kwa sababu Mungu hachelewi wala hawai. Mungu wetu ni Mungu wa wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, count your blessing. Mkumbuke Mungu. Mwambie Mungu ninakushukuru. Pamoja na changamoto hii lakini ulinipitisha hivi. Dr. Diana anasema pale, umefanya hili, umefanya hili. Umenipa jina, Baba nina kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Count your blessings. Juzi dada tulipapa alinitembelea ofisini. Nikawa naongea naye stories zetu fulani tu za safari ya PhD. Kuna kitu akaniambia pale ofisini,
Nikajikaza kupiga kwa sababu kabisa sio baba alikuwa pale, lakini kuna mambo aliniambia, nikasema Mungu wangu. Na mimi natoa ushuhuda kwa uwazi tu. While I was studying, dada tulibako alikuwa na struggle na PhD yake, lakini Mungu alimpa revelation ya kwamba aniombee mimi. Hivi unaelewa? Yeye alikuwa ananiombea mimi wakati yeye ya kwake ilikuwa yeye afu ilikuwa kwenye hali mbaya kuliko yangu. You can understand it. Sasa ananiuliza sasa, dada, kwa nini yeye alikuwa aniombei yeye? Yaani yeye alikuwa na hali mbaya kuliko mimi. Nikaleni kitu kimoja. Count your blessing. Mungu amekupa neno la kufanya kwa ajili ya wengine, fanya. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa ninachosema? Pata sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu you can see. Na mimi hakuwahi kuniambia 2 years ago nimeweza nimekuja kuniambia juzi. Kumbe kuna watu Mungu amewainulia kukuombea. Uwe na sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu hujui kuna vita zingine zinapiganwa kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Jambo la pili, unapomshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa mambo anayokutendea sasa hivi. Sasa hivi tu. Na hapa nimegawanya hiyo. Count your blessing maana yake ni zamani past. Sasa hivi kuna mambo ambayo Mungu sasa hivi tu anakutendea. Mwambie Mungu nakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa namna ambavyo Mungu amekuamsha, mwambie Mungu nakushukuru. Asante kwa ajili ya chakula cha wanangu. Asante kwa ajili yangu mwenyewe. Asante kwa ajili ya masomo yangu watoto. Mwambie Mungu nakushukuru kwa mambo ambayo sasa hivi Bwana anakutendea. Kwa nini? Kwa sababu hivyo ulivyo ni kwa neema tu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ulivyo, it is just by grace. Na uwe na sababu ya kumwambia Mungu ya kwamba asante. Ndio maana nimesema toka hapa mwanzoni, wewe unapata wapi gasi za kulala asubuhi? Ndio tunataka kuangalia siku ya Argentina, lakini hauji kanisani. Kwa nini? Yeye unapata wapi hizo gasi? Na kanisa hili tu hapo uhai wako ni neema tu. Wewe unapata wapi hizo? Yeye unapata wapi? Unatupeperushia pale sijui nani, Mbappe sijui nani. Sawa, njoo na Mbappe mtu hapa kwa Bwana kwa sababu Mungu anamtendea hapa leo ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Mshukuru Mungu kwa mambo ambayo anakutendea sasa hivi. Mwambie Mungu nakushukuru. Asante. Hata kwa wakati fulani kuna mambo ambayo hajatokea kwenye maisha yangu, but I still thank you because you are God. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Watoto wa Mungu, tunakwenda pamoja. Na kitu cha msingi sana ambacho watu wengi huwa wanakisahau ni kwamba Mungu anapoamua kukutendea jambo, wakati fulani huwa anakupitisha kwenye mchakato ambao unaonekana kama failure. Sio unanielewa ninachokisema? Yaani kuna kipindi unaona kama haiendi hivi, ila ndio inaenda hivyo. Ndio mwimbaji mwingine akasema, sijui ufanyavyo, sijui utendalo, ila ninachojua vikiamrishwa vinakamilika. Vinakamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshukuru Mungu kwa nafasi ambayo Mungu amekupa. Mshukuru Mungu kwa uhai ambao Mungu amekupa. Kwa sababu Bwana ni mwema wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Na wakati wote shukrani ya kipindi hiki nayowaambia huwa ina kawaida ya kuexplore baraka zisizotarajiwa. Hebu mwambie jirani yako baraka zisizotarajiwa. Shukrani. Nilikuwa na jifunza kitu hapa mwalimu mkuu. Hii somo nilifundishaga la mikate kama mnakumbuka. Yesu aliwapa wanafunzi na watu wengine wote, of course jamii zima watu karibu 5,000 kama wanahesabiwa wa kiume tu wakubwa. Mikate 5,000. Sio unakumbuka? Kuna watu walimfuata Yesu in fact sio hata kwa ajili ya neno. Walimfuata Yesu kwa sababu walikuwa wanataka mikate na miujiza. Lakini kuna jambo moja sana wanga ananiangalia kwenye mstari. Uangalie. Luka 17:18. Sorry. Yohana 6:11. Napenda sana kitu cha kwanza ukione hapa. Yohana 6:11 anasema hivi. Basi Yesu akaitwaa ile mikate. Okay, ilikuwa ni mikate
Tama samaki wawili. Anasema hivi. Angalia ule mstari pale. Akashukuru, akawagawia walioketi na kadhalika wale samaki kwa kadri walivyotaka. Akashukuru kwamba kabla ya jambo lolote Yesu mwenyewe, before distribution ya mikate, imani yake pia aliweka kwenye shukrani. Maana yake for the things Mungu atakutendea, anza kumshukuru mapema. That is the third thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshukuru Mungu kwa mambo ambayo Mungu tayari atakutendea. Yaani weka imani yako kwa Mungu. Soma pale nzuri. Akapipana kuuza mara nyingi. Sasa ni kweli. Yaani Yesu ni Mungu miujiza. Angeweza tu kusema mikate hiyo, gawanya. Lakini the first thing alichokifanya mama, alichukua ile mikate na samaki. Akashukuru, alafu akaanza kugawa. Maana yake nini? Shukrani ikatrigger kitu kinaitwa multiplication. Ili uzidishwe, lazima uwe na moyo wa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Ili dimension yako iongezeke, ili mipaka yako iongezeke, ni lazima uwe na moyo wa shukrani kwa Bwana na kusitiza sana kwa Mungu. Na sisi tumekutana hapa leo Januari mpaka sasa hivi tumeshapita mambo mengi. Sasa tunachokiangalia kabla ya distribute mkate wetu kuelekea Agosti mpaka Disemba, tunataka tumshukuru Mungu, tumwambie Mungu asante. Tunakushukuru kwa yale ambayo Bwana amefanya. Kweli vinaonekana ni vichache, lakini kwa ajili ya ile shukrani ya kwetu, Mungu kapate kuvizidisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka jana nilikuwa nahubiri kwenye gifted night ya wanafunzi wangu. Akaja mtoto mmoja akaniambia, "Sawa, hapa nilipo nina hali mbaya, nimepanic." Nikamwambia why? Akaniambia, "Mpaka sasa hivi sioni namna ambavyo naweza nikamaliza semester. Kwa maana mazuri tu, ni kwa sababu sina ada ya kumalizia." Kwa akili yangu ya kwanza, nataka niongea naye, nikawa na waza sasa namna ambavyo naweza nikamsaidia. Nikawa naendelea kumuuliza ni shilingi ngapi. Lakini akaniambia, lakini pamoja na hilo, tulikuwa naenda session za wanaita outreach sijui. Akaniambia pamoja na hilo, kuna hela yangu ilibaki shilingi 15,000, ndio hela yangu ya mwisho. Ila baada ya natamani hela nitoe sadaka kwenye outreach, but I don't have anything. Nikamwangalia yule mtoto, nikamkumbatia, nikamwambia hapa mwanangu, Mungu amekusukuma kumshukuru. Akasema yes, pamoja na mambo yote mpaka hapa kufika ni kwa neema. Tunasina kingine cha kushukuru zaidi ya hii hela. Yaani ndio the last penny alionayo, lakini ametamani kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia kwa imani yako mwanangu, mtihani utafanya na wala hutakuja kufanya special, utaendelea mbele na maisha yako. Mungu atakusaidia, utafanikiwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Of course tukafanya arrangement fulani, akamaliza. Cha ajabu sasa, uone tabia hiyo ilivyo tena. Akapata kazi za serikali zile. Mwaka huu kama sio mwezi wa 3. Siku moja mimi nashangaa tu sasa tushasahau. Ile akaunti yako inapokea hela, utasemaje wewe? Akabeti sisi na line yako inapokea hela. Basi sikujua. Nikasema yeye inapokea. Anatumia mshahara wake wote. Nakanaambia. Sasa nikashtuka nikaona ile nikatoka sui deni na mbele. Akaniambia bana, ndio akanikumbusha hiyo story. Ilikuwa hivi na hivi nilipotoa. Sasa kwake yeye, mimi niliamua kumsaidia kwa sababu ya huduma nilionipa. Lakini kwake yeye alikumbushia sadaka ile aliyoitoa. Akasema na nimejifunza somo la malimbuko, nimeamua kutuma mshahara wangu kwa sababu nilisaidia kipindi kile nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. What am I trying to say? Wakati fulani unapomshukuru Mungu, Mungu huwa anakutengenezea breakthrough ambazo katika macho ya kawaida ya kibinadamu hazielezeki. Tunakwenda pamoja kwa Mungu. Mwambie Mungu, nataka nikushukuru. Mwambie Mungu, nataka nikushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Jambo la mwisho ambalo unijue, msitaki kupotezea muda. Kumshukuru Mungu huwa kunatunza baraka na uponyaji wa Mungu kwenye maisha. Huwa kunatunza baraka na uponyaji wa Mungu kwenye maisha. Tuna habari nyingi sana tukawapa.
lakini natamani sana habari moja tu fupi uione ya ile ilikuwa amesema Luka 17:17-18. Yesu aliwaponya wenye ukoma, ni story maarufu sana mnaifahamu, si ndio? Yesu aliwaponya wenye ukoma, lakini angalia, Yesu akajibu akasema, hawakutakaswa wale 10, wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu tunachojaribu kusema ni kwamba Mungu anatunza utukufu wake kwa njia ya shukrani. Mungu akikutendea jambo, Mungu akikupitisha kwenye jambo gumu, Mungu akifanya jambo fulani kwenye maisha yako, njoo mwambie Mungu asante. Na ndicho ambacho leo tunataka tukifanya watoto wa Mwangaza hapa, tumwambie Mungu tunakushukuru kwa sababu Bwana umetutendea kwa miezi 6. Tunakushukuru kwa sababu umetutendea sasa hivi. Tunakushukuru kwa sababu utatutendea pia miezi mingine ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja watoto wa Mungu. Nenda kaangalie habari ya yule mwanamke Mshunami. Yule mwanamke Mshunami mwanzoni alitoa sadaka yake kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Elisha na Gehazi, kwa ajengea orofa, nyumba nzuri, anasema kama orofa. Wamebao wamekaa pale vizuri. Mungu muujiza wa kwanza akawapa mtoto. Wakaendelea kumtolea Mungu sadaka. Baadaye mtoto akafa. Lakini kwa sababu yule mama ni mtoaji, anashukuru, akaendelea kuomba muujiza wake. Akaondoka mwenyewe akaenda kumwambia mtumishi wa Mungu kwamba ana misukari ya mtoto mkufu. Mungu akamfufua tena mtoto. Unachomaanisha nini? Ni kwa sababu ya shukrani. Ukiwa mtu wa shukrani, Mungu ana permanentalize. Mungu anafanya vile vitu ambavyo amekupa, zile baraka ambazo amekupa siwe permanent, anazifanya ziwe permanent. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja watoto wa Mungu. Kwa hiyo natamani sana uelewe ya kwamba shukrani kwa Mungu ni jambo la msingi sana. Pata muda wa kumshukuru Mungu. Na hii sisi kama kanisa tunafanya kwa miezi 6. Lakini wewe binafsi pata muda wa kumshukuru Mungu kwa kila dakika. Pata muda wa kumshukuru Mungu kwa kila saa. Pata muda wa kumshukuru Mungu kwa kila siku anayokutendea. Mungu amekufanyia mangapi? Mungu amekuepusha na mangapi? Wewe ni nani mpaka uko mpaka leo? Jana wanasikia habari ya kijana mmoja tunafanya naye kazi. Tumecheka naye Ijumaa jioni. Jana nimesikia amefariki. Hajaumwa, hajafanya nini, just in sleep. You can understand. Nikakaa nikasema, ala, hivi kumbe ni rahisi namna hii. Kumbe ni kwa neema tunaongea. Mwambie Mungu nakushukuru. Haijalishi ni namna gani kupita, mwambie Mungu nakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja watoto wa Mungu. Tunakwenda pamoja watoto wa Mungu. Sasa tutakuwa na nafasi pia kumuomba Mungu kwa ajili ya miezi ijayo. Kama nilivyosema, tunamshukuru Mungu kwa position 3. Tunamshukuru Mungu kwa mambo aliyotutendea, we count your blessing. Tunamshukuru Mungu sasa hivi. Tunamshukuru Mungu kwa wale mambo ambayo anatutendea, atakutendea miezi 6 ijayo, tuna uhakika naye. Na ni jambo la heri sana. Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 33, Biblia inasema, "Nije nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua." Leo mwambie Mungu kama Yeremia ya kwamba Bwana, ninakuita kwenye specific area yangu. Kila mmoja hapa ana kitu chake, kila mmoja ana siri yake na Mungu. Mwambie leo Mungu, kupitia anointing iliyoko hapa, kupitia madhabahu ni hapa, nisukume ni jambo, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Mwambie Mungu, nataka unisukume. Na kushukuru kwa miezi 6. Miezi 6 mwingine kuna jambo hapa linaonekana kimacho yangu ya binadamu ni kama vile alisogei, lakini wewe Bwana unajua kwa wakati. Nisaidie Bwana nifike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amesema yeye mwenyewe vizuri sana ya kwamba yeye ni Mungu mwema. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Natamani twende mbele za Bwana leo, tumwambie Mungu hakika ya kwamba Bwana akapata kutukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zaidi sana pia ninatamani sana for the next 6 months tuendelee kumwomba Mungu kuhusiana na amani na furaha za mioyo yetu. No matter what, Bwana akapata kutupa furaha.
no matter what, Mungu akapata kutupa amani. Mwambie Mungu, ninakutamani. Asante kwa sababu ya furaha yako. Haijalishi mazingira yakoje, lakini furaha yangu ndani yako ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa sawa, Yohana 16:24 ambapo anasema hata sasa omba neno kwa jina langu, ombeni nani mtapokea, furaha yenu iwe kamili. Nakuombea mwaka 2026 kuanzia mwezi wa 7 huu mpaka wa 12, furaha yako ikawe kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Those things are in progress, Mungu akazikamilisha. Yale mambo yote ambayo yako kwenye michakato, Bwana akaikamilishe, tukawe na furaha njema katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda pamoja watoto wa Mungu. Na kwa sababu hiyo tunamwamini sana Bwana. Jambo la mwisho na natamani nikwambie ili tuombe kwa muda mfupi. Mwambie jirani yako kwamba Mungu akakuzunguke kama Gosheni. Mwambie Mungu akakuzunguke kama Gosheni. Miezi hii 6, 7 kuzunguka kama kitamba nusu. Mungu akakuzunguke kama Gosheni. Look there. Wakati wa mapigo kwenye kitabu cha Kutoka, wakati wa mapigo ya Misri, wakati wa mapigo ya Misri kwenye kitabu cha Kutoka, kusoma hicho Kutoka 9, Biblia inasema hasa mstari wa 26 anasema, naupenda sana, anasema hivi kwenye Mwanzo, Kutoka 9:29, and that is my prayer, Bwana akakulinde katika jina la Yesu. Kwenye kitabu cha Mwanzo, Kutoka 9, wanaangalia hapa, sorry, yes, exactly. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mahali pekee ambapo mvua ya mawe haikunyesha ni nchi ya Gosheni ambako Waisraeli waliishi. Kwa Mungu akakuzunguke kama Gosheni. Wakati wa mapigo yoyote ya shetani kwenye afya yako, Mungu akakulinde katika jina la Yesu. Wakati wa mapigo yoyote ya kiuchumi, Mungu akakulinde katika jina la Yesu. Gosheni ikawe ndo wewe. Hakuna namna yoyote ambayo ubaya uliokusudiwa na adui kwa miezi hii 6 isikukute katika jina la Yesu. Hasara haitakuwa portion yako. Ubaya hautakuwa portion yako. Mwambie Mungu akuzunguke kama Gosheni. Tumekushukuru Mungu wetu, asante. Tunakuomba miezi hii ubaya sio portion yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Tusimame watoto wa Mungu, tusimame watoto wa Mungu. Tamani tuende mbele za Bwana kwa shukrani na kumshukuru Mungu kwa ajili ya namna hii. Mtakatifu Baba milele, nisikilize. Mwaka 2026 ulipoanza, wengi wetu ambao wanasali hapa sasa tulikutana hapa Mwangaza wakati ule wa usiku, tukamwambia Mungu mipango yetu na tukamwomba, na tumeenda halfway. Katika kipindi hiki kuna mambo mengi kama nilivyosema, tumepata baraka nyingi and we count our blessings. Lakini pia katika kipindi hiki tumepata mambo mengi mazito, tumepata changamoto nyingi sana. Lakini bado tunamshukuru Mungu hata kwa haya. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni nusu mwaka Baba. Tunatamani Mungu akapate kuikamilisha mipango yetu. Tunatamani Mungu akapate kutusaidia. Haijalishi muda ukoje, mazingira yakoje, lakini Bwana akapate kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa wewe ambaye unapitia changamoto yoyote, Mungu akapate kukuvusha. Mungu akapate kukuvusha. Lakini sababu na hilo, Bwana ananisukuma sana kwa hili neno. Kuna watu ndani ya mioyo yetu tumeweka uchungu sana kwa mambo ambayo tumeyapitia,
na wengine tumekamata watu sana, ili tuweze kushikilia baraka zetu. Mwambie Mungu akuondolee uchungu na usamehe na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Just pray. Mwambie Mungu ninakushukuru. Wakati fulani nilikuwa naomba sana jambo fulani, lakini nilikuwa na uchungu, kuna ubaya nimefanyiwa ndani ya moyo, lakini kwa kile nikiomba kwa sababu nakumbusha, naambia sawa, it will work, but this place umeendelea kupashikilia. The more unapoendelea kushikilia uchungu, the more unapoendelea kushikilia mambo ya kale, Mungu akusaidie uvuke. Chochote ulichokutana nacho kwenye maisha yako hakipaswi kuwa gereza la kukufunga kwenye baraka zako. Inapaswa kuwa darasa la kukusaidia kusonga mbele. We just want to pray, na tutatoa sadaka ya shukrani hapa katika maombi. Na wengine sikwambia kwa kila ambapo Mungu amekusukuma sasa hivi, mshukuru Mungu hapa sasa hivi kwa ajili ya sadaka. Tunamaanisha kabisa, it is very connected. Tunapomaliza kuomba vyote ambavyo Mungu atakwenda kukugusa kwenye moyo wako. But the big thing, nataka tumwambie Mungu asante kwa chochote, lakini tumwambie Mungu atusaidie for the next month is akatuzunguke kama Gosheni. Hakuna ubaya ambao unapaswa kutupata. Bwana Yesu asifiwe. For the next month is Bwana akakumbuke biashara zetu. Sisi sio portion ya hasara, ni portion ya faida. For the next month is Mungu akakumbuke watoto wetu. For the next month is Mungu akatukumbuke katika jina la Yesu. Ni mwaminifu sana na atatusaidia. Nina haja nawe kila saa. Ndio Bwana. Yes, Lord. Yamkini imani yako imepigwa mahali na wakati fulani umekata tamaa kwa sababu kuna mambo yanatokea, lakini yupo Mungu anayekumbuka maagano ya kwake, anakumbuka ahadi zake kuliko hata jina lake mwenyewe amelitukuza namna hii. Kumbushe Mungu ahadi zake ni za kweli. Kumbushe Mungu. Mwambie Mungu nikumbuke for this year. Ninakushukuru kwa ulionitendea Bwana, lakini bado Bwana nikumbuke, unikumbuke. Nikumbuke Baba.
Nikumbuke Baba, nikumbuke Baba. Kuna mtu amekaa ndani ya moyo wake kabisa, anasema ni kweli nimekuwa nikisali, ni kweli nimekuwa nikimwamini sana Bwana, ni kweli nimepita katika njia za Mungu, lakini mbona hayasogei? Mbona hayasogei? Let me tell you leo, Mungu wetu ni Mungu wa uhakika, wa uhakika. Karamando la masaka. Oh, sini pite moko, oh, zi, oh, nisi,
ambavyo Mungu anakusukuma. Natamani tuje mbele za Bwana kwa sadaka ya shukrani. Tumwambie Mungu asante. Na Bwana kabla kustakabali sadaka zetu. Leo tarehe 12 mwezi wa 7, we mark it as a covenant na Mungu kuhusiana na maisha yetu pia. No matter what. Leo Bwana kabla kukumbuka tarehe 12 mwezi wa 7, we mark it as a covenant na Mungu kuhusiana na maisha yetu pia. Mungu kabla kukumbuka no matter what. Bwana kabla kukumbuka kwa wale wanapata bahasha kwa dakika moja, kama unataka kutoka kwenye bahasha, take it for 1 minute. Kwa wale wanapata bahasha kwa dakika moja, kama unataka kutoka kwenye bahasha, take it for 1 minute. Take it, unaomba msaidie, take it just. Bwana kama kusukuma liko lango moja wazi, bila na wote Bwana, ndio Bwana. Just want to pray, alafu tutakuja kutoa sadaka zetu. Ndugu, tunaomba hapo kwa ajili ya shukrani kwa Bwana. Nothing else. Tunamwambia Mungu asante. Mwaka 2017 tulikuwa na semina msharika wa Kijitonyama. Nilikuwa nafundisha somo la jiandae vizuri ikiwa utakutana na usiyotarajia mazuri na mabaya. Wakati naendelea na semina, siku ya 4, siku ya 3, akaja mama mmoja akasema, mwalimu, nimekuja nilete sadaka kwa ajili ya watoto wangu. Akatoa bahasha.
Nilikuja kujua baadaye ilikuwa na shilingi milioni 2 ndani. Akasema natoa sadaka kwa ajili ya watoto wangu ili wapate wenzi sahihi wa maisha. Nikamwambia sasa, unaonaje ukija nao kesho ili nizungumze nao kwanza, alafu ndio utoe sadaka, wakiwepo ni waombee. Akacheka yule mama, alicheka mpaka alijisikia vibaya na akagundua nimejisikia vibaya. Akasema, mwalimu, usijisikie vibaya, au watoto wangu mmoja ana miaka 4, mmoja ana miaka 2. Kwa hiyo nikisema uongee nao hataelewa chochote. Na mimi mpaka nikamtania nikasema, sasa mama, hizi si ndoa za utotoni sasa. Akasema, mwalimu, umefundisha somo jiandae vizuri ikiwa utakutana na usiyotarajia mazuri na mabaya. Sijui wakati unafunga ndoa kama nitakuwepo au sitakuwepo, lakini sadaka ile ninayotoa leo itasimama kwa niaba yao wakati huo utakapofika. Mimi ndio kwa mara ya kwanza najifunza kitu kinaitwa sadaka ya akiba. Sikujifunza kwanza kwenye maandiko, nilijifunza kwanza kupitia mtu. Nikakutana na mstari baadaye, Luka sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 6. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi karibu ya kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wake aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika wakamwambia hivi, anastahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Hebu sema alitujengea. Kwa sinagogi alijenga zamani, ila sadaka hiyo aliyotoa zamani leo umponye mtumwa wake. Biblia inatuambia Lawi ana nafasi ya kupokea fungu la 10 kwa sababu wakati Ibrahimu anatoa fungu la 10 kwa Melkizedeki, Lawi alikuwa katika kiuno cha Ibrahimu. Sasa unisikilize, Lawi ni kitukuu kwa Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu kamzaa Isaka, Isaka kamzaa Yakobo, ni mjukuu. Yakobo kamzaa Lawi, Lawi ni kitukuu cha Ibrahimu, lakini sadaka aliyotoa babu mpaka kwa Lawi ikafanya kazi. Ukitoa sasa kuombea hata watoto wako miezi 6 ijayo shule. Ukitoa sasa kujiombea wewe mwenyewe. Mwenzenu, mimi nisikilize vizuri, na tabia mbaya. Ukisikia naomba unaweza ukacheka. Ombea mpaka maini, mpaka figo, mpaka kongosho, mpaka kila kitu. Kila kitu. Ni mara chache sana tunajiombea viungo vya ndani. Ombea usipate uvimbe kwenye ubongo, uvimbe kwenye kizazi. Jiombee yani. Halo, tusimame wapi? Nafsi yangu usichoke, roho yangu usilie, aliahidi atatenda, tumaini kama mvua ishukayo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa changu halitarudi, litatimiza mapenzi yake. Sotana makoria tenda alivyosema, roho yangu nafsi yangu tumainie, litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema, roho yangu nafsi yangu tumainie. Tamka na mimi maneno haya, sema kwa jina la Yesu. Bwana, sadaka hii ni shukrani, lakini sadaka hii ni unabii wa maisha yangu yanayokuja miezi 6 hii, Julai, Agasti, Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba, mpaka ile tarehe 31 ninaiombea. Nitakuwa hai, nitakuwa mzima, nitakuwa salama. Njia yangu inyooke katika miezi hii. Njia yangu inyooke, afya yangu inyooke, na kila jambo Bwana, tengeneza njia kwa neema yako. Kwa kinywa changu nimeshukuru, na kwa kinywa changu sasa ninatabiri,
Anza kutabiri kwenye afya yako, anza kutabiri kwenye maisha yako, anza kutabiri kwenye kazi yako, anza kutabiri ofisini kwako, anza kutabiri. Tabiri kwa kinywa chako. Prophesy juu ya afya yako, juu ya afya yako, juu ya afya yako, juu ya afya yako, juu ya afya yako. Tamka neno, jitamkie miezi 6 ijayo, afya njema. Miezi 6 ijayo, baraka, milango ifunguke iliyokuwa imefunga. Rakakatarababoya ramanabasomaya. I command blessings, overflow.
shukrani walizokutolea Bwana, kama vile ulivyomkumbuka Bwana Debora. Bwana ukapate kuwakumbuka. Asante Bwana kwa kuwa Mungu hazina yao Bwana wakapate kuiweka Bwana, kama vile yule mwanamke aliyetoa sadaka pale Karuna. Asante kwa sababu Mungu unakuwa Bwana pamoja nasi. Mungu, kwa miezi 6 ijayo tunakuamini. Tulikuamini miezi 6 iliyopita na umetenda. Tunakuamini sasa, tunakuamini na baadaye. Kumbuka familia zetu kwa Bwana, watoto wetu. Mungu kapata Bwana kutembea pamoja na sisi. Asante kwa kuwa ni nakurudishia sifa. Asante kwa heshima na utukufu. Mungu amen. Shangilia sana Bwana. Tunakurudishia sifa, heshima na utukufu. Amen. Shangilia sana Bwana. Ninapenda kukosa asubuhi kwa darasa katika sote hapa. Kwa hiyo nitaingia tunaenda kwa moto tuendelee kulingana na kosa swali sana, lakini kama ni darasa kwa tunasema na somo zetu. Kwa hiyo nitaingia kupanga mapema tuendelee kulingana na Mungu abariki sana, lakini kama kutangaza kwamba kwa somo zetu na kutoa sadaka yake kwa Mungu yako kuelekea mwezi wa 6 ndio tutakuwa chakula mwangaza kwa tufurahi kwa pamoja. Bwana ambao mtujue vizuri, lakini utapa wenyeji hata watoto wetu. Sisi mwangaza, sisi kawaida yetu, sisi ni washirika. Tunapenda kufurahia kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ni wakati wa kumtolea Mungu sadaka ile ya ahadi na baadaye shukrani ya juma, na tutawaita wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya sadaka zao za pekee, na familia watatuongoza. Familia ya Elia John Mwakilima wanamshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo Mungu amewatendea, lakini pia Nas Kimei anamshukuru Mungu kwa jinsi alivyowawezesha kufunga ndoa yao salama, na wengine ambao watakuwa wamejiandaa tuwakaribisha pamoja na wale waliopita mahali hapa Mwangaza wakiongozwa na mwenyekiti wa Injilisti, basi wataungana pamoja kwa sadaka ile ya shukrani ya pekee. Na tulibako karibu sana kwa wimbo tunapotoa sadaka hii ya ahadi na baadaye shukrani ya juu.
kwa namba 295 kwa ajili ya wale walioomba sadaka za pekee. 295. Mungu amenihurumia. kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tuletea sasa, na miili na roho zetu vya dhabihu iliyo hai ya kupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen.
kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoka sasa kwa namba 216. 216, Babangu kule mbinguni aliye juu kwa malaika. 216. Tunakaribisha kwa amani ya Kristo.